الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، جاءت الإسلام كآية 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. baada kueleza aya 4, Allah alladhi ambaye khalaqa samawati wal ardha, aliumba mbingu na ardhi, wama bainahuma, na vilivyomo baina mbingu na ardhi, fi 6 ayyam, kwa siku 6. Thumma stawa ala al-arsh, ikisha akaelekea na kukaa kwenye arshi au kutawala kwenye kiti chake cha enzi cha arshi. Istiwa maalum. Ma lakum min dunihi min wali wala shafi, nyinyi hamna yote la mlinzi, wali wala shafi wala muombezi isipokuwa yeye tu. Min dunihi ma lakum, hamna yote. Basi afala tatadhakkarun, hamkumbuki. Na yeye huyu ambaye aliumba vitu hivi, yudabbiru al-amra, anapitisha mambo yote tokea alipoanza kuumba makhluqat vyote vyenye kuumbwa hivi, na mambo yake yanahusu vitu hivi na utendaji wake wa kazi na kila kitu. Yeye ndio anadabbir al-amr, tadbir al-umur, kupitisha mambo yote ni yeye Mwenyezi Mungu, kutoka mbinguni, minas samai ila al-ardhi, kisha baadaye yatamrejea mwenyewe kwake. Thumma yaruju ilayhi, yanapanda kwake. Akasema kupanda kwenyewe itakuwa fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanati mimma ta'udun, kwa ukisia siku ambayo kipimo chake ni miaka 1000 kwa hisabu zetu tunazohesabu sisi, ambazo mnahesabu nyinyi. Mimma ta'udun. Basi baada kueleza akasema dhalika alimul ghaibi washahada, huyo Allah ambaye ndio alimul ghaib wa alimush shahada, anajua ile ghaibu yasionekana na anajua yenye kushuhudiwa na kuonekana. Yeye na ndiye al-Aziz, mwenye nguvu zisizoshindikana. Halafu ndio yeye jua hivyo Ar-Rahim, yeye mwingi wa rehema. Yeye huyo ndiye aya 7 inasema alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin. Kwa aya ya 7 tunaendelea, alladhi, yule ambaye yupi, tumeshataja sifa zake zote. Aliumba mbingu na ardhi na vitu vyote baina yake, alafu mwenye kudabir amri yote na mambo yote kupanda kwake, na kisha yeye ndio alimul ghaibi, yeye ndio shahada, yeye ndio al-Aziz, yeye ndio ar-Rahim, yeye ndiye alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Alladhi ambaye ahsana, amefanya ikawa hasanun, ikawa nzuri, yani ametengeneza, amefanya kilichokuwa bora kabisa. Ahsana kulla shay'in, kila kitu. Khalaqa, azumba kila kitu alichokiumba, na kila kitu amekifanyia kwa hali iliyokuwa bora kabisa. Hakuna bora kuliko hivyo. Ahsana kulla shay'in khalaqa, naam, kulla shay min dharratin saghira, kutoka dharra ndogo kabisa, etu mdogo, kutoka wanyama wadogo, one cellular organism, wanasema akina amoeba na paramecium na euglena na nini, unaposoma katika biology, kiumbe chenye uhai lakini mwili wake wote ni cell moja, kiungo kimoja tu, cell. From min adh-dharrati saghira ila al-majarrati al-kabira, udogo wa kiumbe chenye cell moja tu mpaka ukubwa wa constellations ilivyokuwa juu angani, kina majua na manyota na mwezi na yote, ukubwa wote, ila
mpaka mbingu yote, mpaka subhanallah, kila shay inaingia kila kitu hasana kila shay, hajawacha hata kitu kimoja kina upungufu ndani yake ukatafuta la kusema wa binadamu. Binadamu anajaribu kuwa perfect, lakini lazima siku zote atolewa makosa. Nasema siku moja alifanya katika wakubwa zamani hapa, alifanya shughuli yake, akasema nitaweka kila kitu, nitamnyamazisha mtu asiseme neno leo. Wali kachumbar sio nini, vifruti, ndizi, lete ndizi, juisi gani ipo, mpaka madafu wametotaka miwaya, kila kitu. Hakuna mtu hatusikie leo atasema mtu neno, watu watakutoka shaiza kula hiyo mvua yenyewe. Bwana, kila kitu wakizo, lakini basi kwa kutoka hii lazima yupo, lakini ikanyesha mvua ikabidi tena tufungike. Imeingia doa katika shughuli. Binadamu ndio makosa lazima utatoa, sivyo? Lakini Mwenyezi Mungu anaposema ahsana kulla shay'in khalaqahu, amekiboresha kila kitu na kukitengeneza alichokiumba. Yani chunguza vitu vyote. Ndio kwa maana tunaposoma tabaraka alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut. Unaona tofauti yote? Unaona kosa yote? Ma tara. Farji albasara, rejesha tena mtazamo wako, tumia madarubini yako, tazama, chunguza tena. Hal tara min futur, umeona kuna ubovu wote, mpasuko wote, chochote kimeenda upande, skrubu haijakaa vizuri, haijakaa vizuri hapa, mbona upande umezidi huko? Hal tara min futur, hamna. Thumma rji' albasara karratain, rejea tena, utazama tena mtazamo mpya, zana nyingine zilizokuwa bora zaidi, tazameni, chunguzeni. Yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir, atarudi mwenyewe mnyonge, hajapata kosa la kuona. Mwenyezi Mungu ahsana kulla shay'in khalaqa, toka nini? Toka kidhara kimoja cha kinyama kiduchu cha kama amiba na yagulina na paramecium na wengineo hawa, mpaka the most complicated human being, binadamu muaqqad aliyeumbika na kitu kikubwa alichoumbiwa binadamu, a'zam makhluqati Allah, unaweza kusema ni binadamu, sio ashaddu, kwa sababu antum ashaddu khalqan am as-sama. As-sama taban, ukubwa wa milima, ukubwa wa jabali, kubwa tawa zaidi, lakini binadamu a'zam na akram, alokirimiwa na kutukuzwa binadamu. Kwa sababu nini? Amepewa na akili. Aqal al-ajsam, bilikuwa na akili zaidi binadamu, na utaona kutokana na akili hii anafanya mambo hakuna kiumbe chochote kingine kinachoweza kufanya. Na ametukuzwa kwa sababu ya kila kitu kilichoumbwa amefanywa yeye kwa ajili ya binadamu anufaike nacho. Kukirimiwa gani kuliko hivi yake? Kwa hivyo binadamu ndio anayepewa maneno haya, na mtu anayepewa maneno ya Allah, kalamullah, basi hakuna kitu kilichokuwa bora kingine alichopewa kama kalamu. Chochote kingine hakiwezi kuwa. Na unapokuwa ukisoma kalamullah, ikiwa katika sala yako, ikiwa umekaa, basi jua iko ma'iyatullah, kwamba wewe uko karibu na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa kusoma kitabu chake, kwa kusoma maneno yake, Mwenyezi Mungu atakuweka position gani? Hebu niambie, position gani? Ndio kama utaona a'zam ibada katika zote ibadat qira'atul Qur'an, qira'atul Qur'an. Kwa sababu sikusudii qiraa kusoma tu, naam, jambo kubwa hilo. Sababu kusoma na kuzingatia maana kama tunavyofanya sisi hapa, adhamu la sa'dha. Sababu kusoma na kuzingatia maana na kutekeleza maamrisho yake, adhamu la sa'dha. Hebu kitu gani utakachomridhisha Mwenyezi Mungu kuliko vile kusoma maneno yake, ukafahamu maamrisho yake, ukatekeleza kile alichokuambia? Hebu niambie kitu gani? Utakuwa position gani wewe kwa Mola wako? Aqrabu makhluq kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tukija hapa, binadamu huyu amempa kila kitu, pamoja na kila kitu alichokiumba, kila kitu amekipa kinachokihitajia kile kitu. Ukimtazama samaki, ukimtazama kidudu chochote, ukimtazama mnyama, ukitazama ndege, ukitazama kila kiumbe, tazama namna gani kiumbe kama hichi
kinaishi katika mazingira yake, kampa kila anachokihitajia, kila kitu anachohitajia. Kwa vipandikizi ya mamba na viboko na vifaru na matembo na nini, unasema mwili ule vipi anaweza kuishi? Samaki vipi anakaa hana kitanda na godoro, ana chochote 24 saa yuko baharini, au sio? Hapumziki, halali au halikuji swala kama hilo ya khibaridi hiyo katika maji vipi anaishi? Mwenyezi Mungu kamwombea kila kitu chake anachokihitajia, kila kitu chake. Wewe ukipewa mashavu ya samaki huwezi kuishi na yule samaki akipewa moyo na nini, mapafu ya kuvuta pumzi na nini, hawezi kuishi. Kila moja na amempa kila kitu chake. Kwa hiyo utembea katika makhluqat za Mwenyezi Mungu uone ajabu ajabu, maajabu ya Mwenyezi Mungu, halafu ufahamu nini kusudi lake. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa, ambaye amefanya kizuri akaboresha akatengeneza kila kitu alichokiumba. Sasa anaposema hivyo anakusudia kwamba kila kilichoumbwa katika ulimwengu huu basi kimeumbwa kuzuri kabisa. Kwa nini vimeumbwa vitu wote? Anangojea mheshimiwa binadamu aje duniani. Anangojea haya, njoo sasa, tushakutengezea nyumba yako, tushakupambia, tumekutilia kila kitu. Jua litakupa mwangaza mchana upate kupata miti na utapata matunda ule, au sio? Mwezi utakuja juu uweze kupata mwangaza, upate kujua leo tarehe ngapi, leo kitu gani kwa ajili ya ibada zako, sijui kitu gani nimefanya hivi. Nyota kwa ajili upate kujua njia na kufuata direction, au sio? Umeletewa bahari kwa sababu upate kwenda juu ya bahari, upate kwenda kuvua samaki. Umeletewa ardhi upate kujenga nyumba yako, upate kuotesha. Umefanywa hichi na, au sio? Si kila kitu kimewekewa. Mheshimiwa unangojewa uje kwa shangwe, na huku Mwenyezi Mungu anaambia malaika inni ja'ilu fil ardi khalifa, namleta binadamu katika ardhi awe nini, wa kuiongoza ardhi, kuiendesha, litamkin fil ardi. Malaika ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Unaleta aje kumwaga damu na kufanya ufasadi na nini, na sisi tunakusabihi na kutukuza na kutangaza. Mwenyezi Mungu asema mimi najua ninachokifanya. Mimi nakijua ninachokifanya. Akamuumba binadamu, mwisho kaunda. Kwa hivyo ukitazama aya hii, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu, halafu wa bada khalqa al-insan, kaja pala gani binadamu wa mwisho kuumbwa, na sio bada akaanza khalqa kumuumba al-insan binadamu min tin, kutokana na nini, na udongo. Na hapa al-insan al-maqsud huwa Adam alayhi salam, akaanza kumuumba Adam kutokana na udongo. Wallahu a'lam. وبدأ خلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان من طين. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu baada ya kushakuumba kila kitu, kutekeleza kila kitu amekiumba ili kiweze kutekeleza malengo yake yaliyoumbiwa kwa ajili yake, na ikawa kila mmoja anafanya kazi kwa sam'an wa ta'a, nasikia na natii, sitaki kwenda kinyume. Kwa hivyo kila mmoja amechukua dhamana yake. Kwa hivyo katika ihsanihi lilkhalqi, katika kuumba uzuri Mwenyezi Mungu akamuumba binadamu min tin, kutokana na udongo, naye ni Adam alayhi salam. Kwa hivyo hapa babala khalqa insani min tin, kishamaliza aya 7 tunaingia thumma, baada hapo jaala, baada kuumba binadamu sasa hivi nini, vizazi vyake sasa, au sio? atoke Hawa, ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, muogopeni mcheni Mola wenu ambaye alimuumba aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja, nani? Adam. Sio wa khalaqa minha, hii nafsi hii moja ya Adam, khalaqa minha zawjaha, akamuumba partner wake, sio mwenziwe, jozi, au sio? Wabatha minhuma, na akaeneza kutokana na wote wawili Adam na Hawa, rijalan kathiran wa nisaa, wanaume wengi sana na nini, na wanawake.
wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipoanza kumuumba insanu min tin, thumma kisha jaala, akajalia, thumma jaala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, ikisha akajalia, thumma jaala naslahu, ule uzao wake jaalahu min sulalatin, kutokana na kizazi, min ma'in mahin, kutokana na maji madhaifu. Kwa hivyo stage mbili za maumbile ya binadamu ni kwamba kwanza asili yake kutoka udongo, alafu baadaye inakuja asili yake kutokana na maji. Kuna kugongana hapa? La wallahi. Wewe si sote tunaumba kutokana na maji. Lakini haya maji yenyewe asili yake mwanzo ilikuwa udongo na Adam. Hasibu. Hivi ndivyo manake. Kwa maana unakuta katika aya ya 5 sura al-Hajj tutaisoma